Leo ni Disemba 4 ya mwaka 2025, ikiwa ni siku ya Alhamis, siku nzuri kweli, kijua kikali kikiendelea kushamiri katika mji wa Dar es Salaam. Michuano ya ligi kuu Tanzania bara imerejea. Timu zile ambazo zilizokuwa zikishiriki michuano ya kimataifa CAF, huku nikiwazungumzia Singida, Azam pamoja na Yanga, bila kusahau wekundu Msimbazi Simba, wana lunyasi, wote hao wameanza kurudi. Leo Simba itacheza majira saa 1 kamili za usiku katika dimba la Jenerali Isamuhyo kule Mbweni. Lakini pia watani wao wa jadi Dar es Salaam Young African nao pia wanacheza katika dimba la KMC, watoza ushuru pale Mwenge, huku Simba wao wakitarajia kwenda kuwakaribisha Mbeya City kutoka pale Ichunya mkoani Mbeya, na kule watani wa jadi Yanga pia wataenda kuwakaribisha Fountain Gate, watoto wa wana elimu kutoka kule makao makuu ambapo wao wamejikita timu yao ya Fountain Gate kule Manyara, katika wilaya ya Babati. Langu ni moja tu, ni kukupa habari kutoka hapa Dar es Salaam. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba dhidi ya Mbeya City, wana koma kumanya, ambao wao pia wataingia dimbani hii leo kwenda kumvaa mnyama mkali, mnyama ambaye aliweza kujeruhiwa katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Huu ni mchezo wake wa 4 ukiachana ile michezo mitatu ambapo Simba aliweza kupata alama zote 3 huku akiwa na alama 9, na huu utakuwa ni mchezo wake wa 4 michuano hii ya ligi kuu Tanzania bara. Simba amejipanga vipi? Jana katika uwanja wa mazoezi pale Mbweni, Mo Simba Bunju, Mo Simba Arena, Simba alifanya mazoezi yake ya mwisho kwa ajili kabisa ya kujiandaa kuelekea katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo mchezo huo utaenda kupigwa majira saa 1 kamili za usiku katika dimba hili la Jenerali Isamuhyo. Hili ni dimba moja kati ya dimba ambalo Simba anaamini kwamba hapa itakuwa ni sehemu sahihi kweli ya kwenda kuitumikia Simba katika msimu huu wa 25-26, ukiachana na mchezo huu wa ligi kuu Tanzania bara ambapo Simba hii leo ataenda kumkaribisha Mbeya City, wana koma kumanya, ambapo kumbuke kwamba Disemba 7 ya mwaka 2025 Simba pia ataenda kumkaribisha Azam FC, waoka mikate hawa kutoka kule mji pembezoni kidogo wa mji wa Dar es Salaam. Kibu Dennis Prosper Mkandaji pamoja na Mohamed Bajaber jana wamerejea tena katika uwanja wa mazoezi, lakini kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa daktari mkuu wa klabu hiyo ya Simba zinaeleza kwamba Mohamed Bajaber tayari yeye ameshapona, na tayari hii leo inawezekana kocha Selemani Matola inawezekana ikawa ni mmoja kati ya wachezaji ambao hii leo wataingia katika dimba la Jenerali Isamuhyo. Hii itakuwa ni mara yake ya kwanza kama pale ambapo kocha Selemani Matola ataona ni sehemu sahihi ya kwenda kumwazisha Mohamed Bajaber. Lakini furaha ya mashabiki wengi wa klabu hiyo ya Simba wamefurahi sana baada ya kumwona Kibu Dennis Prosper baada ya kuondokewa kwa babake mzazi kufariki majuma kadhaa iliyopita, na hii leo amerejea tena katika uwanja wa mazoezi. Unadhani leo kocha Selemani Matola ambaye ni kaimu, ambaye baada tu ya kocha Dimitri Lopatev kuweza kufungashwa kivilago vyake kule Mali Bamako katika nchi hiyo baada tu ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kutamatika pale katika dimba la 26 Mars Stadium pale Bamako nchini Mali, na Simba wanasema kwamba kocha huyo ameshindwa kufuata vile vigezo ambavyo wao walivyokuwa wakikitarajia. Kati ya michezo 5 ya Dimitri Lopatev aliocheza, michezo 2 akiweza kupata ushindi na mchezo 1 akitoa sare, na michezo 2 akipoteza, huku michezo mingine ya ligi kuu Tanzania bara akiweza kupata ushindi na mchezo 1 wa ligi ya mabingwa barani Afrika kutoa sare katika hatua za awali dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mchezo ambao ulichezwa hapa jijini Dar es Salaam katika ardhi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hayati, ambapo Simba alicheza mchezo huo huku Simba hawakuweza kupata ushindi wa aina yoyote, na michezo 2 ambapo Dimitri Lopatev aliweza kuipoteza dhidi ya Petro Atletico de Luanda, mchezo ambao ulipigwa hapa katika ardhi hii ya Dar es Salaam, na mchezo wake wa
pili wa kupoteza dhidi ya Stade Malien, mchezo ambao uliopigwa kule katika dimba la Stade 26 Mars pale nchini Mali katika mji wa Bamako. Tujikite katika michuano hii ya ligi kuu Tanzania bara ambapo hii leo Simba wao wamejidhatiti kabisa kuingia katika dimba hili la Jenerali Isamuhyo, huku wakiamini kwamba leo wanaweza kupata matokeo mazuri kweli kweli, kwani mashabiki wao wa klabu ya Simba hawana tena matumaini makubwa kweli kweli na timu yao, huku wakiamini kwamba viongozi wa Simba ndio moja kati ya nguzo ambazo wanayojaribu kuibomoa klabu hiyo ya Simba. Na kama unavyotazama katika dimba hili la Jenerali Isamuhyo majira hii mchana wa hii leo, hakuna shabiki hata mmoja, mashabiki wachache tu ambao waliweza kujitokeza kwenda kujua mchezo huo. Hatimaye baadaye katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo Simba hii leo wataenda kumkaribisha Mbeya City Wanakoma Kumanya, ambao hawa ni moja kati ya vilabu bora kweli kweli, walishuka daraja, leo wamerejea tena katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara na wanaonekana kuwa bora zaidi katika michezo yao kadhaa walikuwa wamepita. Mimi naitwa Mpikuzi.com, kazi yangu ni moja, kukusogezea habari za kimichezo, ambapo mchezo wa ligi kuu Tanzania bara hii leo baada ya kupata break kidogo kwa timu kubwa zote ambazo zilizokuwa zikishiriki michuano hii ya ligi mabingwa barani Afrika, Azam pamoja na Singida Black Star jana walitoka sare, huku wakitoshana nguvu, huku kocha Flora Ibenge pamoja na kocha Miguel Gamondi huku akisema kwamba wewe ni bora zaidi yangu, lakini kile ambacho tulichoenda kukiona pale kilikuwa tofauti na zile tambo ambazo walizokuwa wakitambiana. Hivi sasa ni majira ya mchana, kama unavyotazama dimba hilo la Jenerali Isamuhyo, najaribu kukupitisha kila eneo wa uwanja huo uyaone mazingira ambayo yalikuwa yameweza kulizunguka dimba hili. Mashabiki ni moja kwa moja. Moja kati ya taarifa ambayo nilikuwa nimeisikia ama kauli ambayo nimeisikia kutoka kwa shabiki mmoja wa klabu hiyo ya Simba, huku ikieleza kwamba Simba hatuwezi kwenda uwanjani. Wa mashabiki wanasema hivyo, wanasema kwamba mashabiki wamesusa kuja uwanjani kwa sababu tu wanashindwa kufuatilishwa ama kusikilizwa kile ambacho wao wanachokitamani ama kile ambacho wao wanachokitarajia. Hii ni moja kati ya kauli inazungumzwa sana katika vinywa vya mashabiki wa klabu ya Simba. Wanaamini kwamba wao viongozi wao hawaitendei haki mashabiki hao. Siku za hivi karibuni ilipokuwa Novemba 30 katika ukumbi wa Diamond Jubilee pale Dar es Salaam, ambapo Simba waliweza kufanya mkutano wao wanachama pamoja na viongozi wa klabu hiyo ya Simba, na mkutano huo ukiendeshwa na mwenyekiti wa wanachama Murtaza Ali Mangungu. Baada ya mkutano huo mambo ilikuwa tafarani, lakini baada ya siku mbili kupita kwa mkutano huko, Simba wakitoa taarifa press release ikieleza kwamba wameachana na kocha wao Dimitar Pantev. Inazidi kubomoka klabu hii ya Simba. Haya si maneno yangu, ni moja tu kati ya taarifa ama moja kati ya maneno ambayo nikijaribu kuyanukuu ya kujiandaa kuelekea katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo mchezo huo utaenda kupigwa majira saa 1 kamili za usiku katika dimba hili la Jenerali Isamuhyo. Hili ni dimba moja kati ya dimba ambalo Simba anaamini kwamba hapa itakuwa ni sehemu sahihi kweli kweli ya kwenda kuitumikia Simba katika msimu huu wa 25-26, ukiachana na mchezo huu wa ligi kuu Tanzania bara ambapo Simba hii leo ataenda kumkaribisha Mbeya City Wanakoma Kumanya, ambapo kumbuke kwamba Disemba 7 ya mwaka 2025 Simba pia ataenda kumkaribisha Azam FC wa Kamikate hawa kutoka kule mji pembezoni kidogo wa mji wa Dar es Salaam. Kibu Dennis Prosper Mkandaji pamoja na Mohamed Bajaber jana wamerejea tena katika uwanja wa mazoezi, lakini kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa daktari mkuu wa klabu hiyo ya Simba zinaeleza kwamba Mohamed Bajaber tayari yeye ameshapona na tayari hii leo inawezekana kocha Selemani Matola inawezekana ikawa ni mmoja kati ya wachezaji ambao hii leo wataingia katika dimba la Jenerali Isamuhyo. Hii itakuwa ni mara yake ya kwanza kama pale ambapo kocha Selemani Matola ataona ni sehemu sahihi ya kwenda kumwazisha Mohamed Bajaber. Lakini furaha
ya mashabiki wengi wa klabu hiyo ya Simba wamefurahi sana baada ya kumwona Kibu Denis Prosper baada ya kuondokewa kwa babake mzazi kufariki majuma kadhaa iliyopita, na hii leo amerejea tena katika uwanja wa mazoezi. Unadhani leo kocha Selemani Matola ambaye ni kaimu, ambaye baada tu ya kocha Dimitri Pantev kuweza kufungashwa kivilago vyake kule Mali Bamako katika nchi hiyo baada tu ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kutamatika pale katika dimba la 26 Mars Stadium pale Bamako nchini Mali, na Simba wanasema kwamba kocha huyo ameshindwa kufuata vile vigezo ambavyo wao walivyokuwa wakikitarajia. Kati ya michezo mitano ya Dimitri Pantev aliocheza, michezo miwili akiweza kupata ushindi na mchezo mmoja akitoa sare, na michezo miwili akipoteza, huku michezo mingine ya ligi kuu Tanzania bara akiweza kupata ushindi na mchezo mmoja wa ligi ya mabingwa barani Afrika kutoa sare katika hatua za awali dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mchezo ambao ulichezwa hapa jijini Dar es Salaam katika ardhi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hayati, ambapo Simba alicheza mchezo huo huku Simba hawakuweza kupata ushindi wa aina yoyote, na michezo miwili ambapo Dimitri Pantev aliweza kuipoteza dhidi ya Petro Atletico de Luanda, mchezo ambao ulipigwa hapa katika ardhi hii ya Dar es Salaam, na mchezo wake wa pili wa kupoteza dhidi ya Stade Malini, mchezo ambao uliopigwa kule katika dimba la Stade 26 Mars pale nchini Mali katika mji wa Bamako. Tujikite katika michuano hii ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo hii leo Simba wao wamejidhatiti kabisa kuingia katika dimba hili la Jenerali Isamuhyo, huku wakiamini kwamba leo wanaweza kupata matokeo mazuri kweli kweli, kwani mashabiki wao wa klabu ya Simba hawana tena matumaini makubwa kweli kweli na timu yao, huku wakiamini kwamba viongozi wa Simba ndiyo moja kati ya nguzo ambazo wanayojaribu kuibomoa klabu hiyo ya Simba. Na kama unavyotazama katika dimba hili la Jenerali Isamuhyo majira hii mchana wa hii leo, hakuna shabiki hata mmoja, mashabiki wachache tu ambao waliweza kujitokeza kwenda kujua mchezo huo hatimaye baadaye katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba hii leo wataenda kumkaribisha Mbeya City Wanakoma Kumanya, ambao hawa ni moja kati ya vilabu bora kweli kweli, walishuka daraja, leo wamerejea tena katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara na wanaonekana kuwa bora zaidi katika michezo yao kadhaa walikuwa wamepita. Mimi naitwa Pikuzi.com, kazi yangu ni moja, kukusogezea habari za kimichezo, ambapo mchezo wa ligi kuu Tanzania bara hii leo baada ya kupata break kidogo kwa timu kubwa zote ambazo zilizokuwa zikishiriki michuano hii ya ligi mabingwa barani Afrika, Azam pamoja na Singida Black Star jana walitoka sare, huku wakitoshana nguvu, huku kocha Flora Ibenge pamoja na kocha Miguel Gamondi huku akisema kwamba wewe ni bora zaidi yangu, lakini kile ambacho tulichoenda kukiona pale kilikuwa tofauti na zile tambo ambazo walizokuwa wakitambiana. Hivi sasa ni majira ya mchana, kama unavyotazama dimba hilo la Jenerali Isamuhyo, najaribu kukupitisha kila eneo wa uwanja huo uyaone mazingira ambayo yalikuwa yameweza kulizunguka dimba hili. Mashabiki ni moja kwa moja. Moja kati ya taarifa ambayo nilikuwa nimeisikia ama kauli ambayo nimeisikia kutoka kwa shabiki mmoja wa klabu hiyo ya Simba, huku ikieleza kwamba Simba hatuwezi kwenda uwanjani. Wa mashabiki wanasema hivyo, wanasema kwamba mashabiki wamesusa kuja uwanjani kwa sababu tu wanashindwa kufuatilishwa ama kusikilizwa kile ambacho wao wanachokitamani ama kile ambacho wao wanachokitarajia. Hii ni moja kati ya kauli inazungumzwa sana katika vinywa vya mashabiki wa klabu ya Simba. Wanaamini kwamba wao viongozi wao hawaitendei haki mashabiki hao. Siku za hivi karibuni ilipokuwa Novemba 30 katika ukumbi wa Diamond Jubilee pale Dar es Salaam, ambapo Simba waliweza kufanya mkutano wao wanachama pamoja na viongozi wa klabu hiyo ya Simba, na mkutano huo ukiendeshwa na mwenyekiti wa wanachama Murtaza Ali Mangungu. Baada ya mkutano huo mambo ilikuwa tafarani, lakini baada ya siku mbili kupita kwa mkutano huko, Simba wakitoa taarifa press release ikieleza kwamba wameachana na kocha wao Dimitri Pantev. Inazidi kubomoka klabu hii ya Simba. Haya si maneno yangu, ni moja tu kati ya taarifa ama moja kati ya maneno ambayo nikijaribu kuyanukuu huko mashabiki wa Simba wakitanabaisha hivyo ambavyo walivyokuwa wakizunguka.
kuzungumza. Leo ni mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara. Kocha ambaye atakayeenda kuvaa viatu vya Dimitar Lopatev, ingawa ligi kuu Tanzania bara na michuano ligi ya mabingwa barani Afrika ilikuwa ikimfahamu Selemani Matola, ndiye alikuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba, lakini mwenye mamlaka yote alikuwa kupanga kikosi na kujua nini ambacho kifanyike katika mchezo huu yalikuwa chini ya kocha kutoka pale Bulgaria, Dimitar Lopatev. Na safari hii kocha ambaye amepewa dhamana kubwa ya kwenda kuiongoza Simba kwa siku za hivi karibuni ni kocha Selemani Matola. Ni mmoja kati ya makocha ambao wamekaa muda mrefu kweli kweli, kwa takriban makocha 15 wamepita, huku akiwa yeye hapo kwenye viunga vya Simba akiwa kocha msaidizi. Sasa je, makocha hao 15 ambapo Selemani Matola alipokuwa chini ya makocha hao hakuweza kunukuu ama kudakili kile ambacho walichokuwa wakikifundisha kwa makocha hao waliokuwa wakipita, yeye akiwa pembezini nao. Lakini pia viongozi wa Simba, vipi kuhusiana kumpa timu moja kwa moja Selemani Matola? Ama viatu kwake havimtoshi, ama bado hamjamwamini? Hilo mimi halini uhusu. Leo ni Disemba 4 ya mwaka 2025, siku ya Alhamis. Mchezo ligi kuu Tanzania bara, Simba dhidi ya Mbeya City wanakoma Kumenya, ambao mchezo huu utakuwa ni mchezo wa 4 kwa upande wa Simba, takriban kwa michezo 6, ambao huku Mbeya City wao wakiwa mbele zaidi kwa kucheza michezo mingi kweli kweli, kwa sababu tu ya Simba wao kuwepo katika majukumu ya timu ya michuano ya ligi mabingwa barani Afrika. Hii ni Game On TZ. Mimi naitwa Mpekuzi.com. Endelea kutufollow, endelea kutusidelea hapo. Nenda pale kwa upande wa YouTube, subscribe ili mambo kuwa sawa, na ili kuwa kwanza kupata habari zetu, basi bonyeza alama kengele na bonyeza hapo kupitia Game On TZ ili kupata habari mbalimbali za kimichezo. Bila shaka nenda pale kwa upande wa Facebook, Instagram, andika tu pale Game On TZ, utakuwa ni wa kwanza kabisa kupata habari zetu kutoka hapa Game On TZ. Mimi naitwa Mpekuzi.com. Kazi yangu ni moja, kukusogezea habari na kukusihi na kukupa update mbalimbali za kimichezo. Vipi kuhusiana na taarifa ile ambayo Simba wanahusishwa kumhitaji kocha aliyekuwa kocha wa klabu ya Azam wao Kamikate pale mjini Chamazi, Dar es Salaam, Yusuf Dabo, na pia anapewa kipaumbele kwamba anahitajika kuwepo katika viunga hivyo vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tusubiri na hapo baadaye. Simba dhidi ya Mbeya City, mchezo ambao utaenda kupigwa majira saa 1 kamili katika dimba la Jenerali Isamuhyo. Chao.